Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Najua unafahamu kile ambacho kinaendelea katika mitandao mbalimbali kijamii baina ya mwanamuziki Harmonize pamoja na msanii wake anayefahamika kwa jina la Ibra. Hakika wameendelea kutupiana maneno ya hapa na pale katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa wacha ni nukuu taarifa kutoka Konde Gang. Hii ni taarifa kwa umma. Naisoma kama ilivyo. Harmonize Entertainment Limited. Taarifa kwa umma. Jumapili tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia lebo yake ya Konde Gang Music Worldwide unapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2025 tulipokea barua ya madai ya demand notice kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibrahim Abdullah Nampunga almaarufu kwa jina la Ibra. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kuyafanyia kazi mara tu baada ya kuipokea kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kimkataba. Namba 2. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumwelekeza msanii taratibu za kufuata kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho, matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook. Machapisho hayo yanaonyesha malalamiko na lugha isiyofaa kwa afya ya lebo pamoja na kumhusisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye bado anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kuwa machapisho na matamshi hayo sio tu yanachafua taswira ya lebo na wasanii wake, bali pia yanakiuka utamaduni wetu kama Watanzania na kukiuka masharti ya mkataba aliyousaini na lebo hii. Aidha, yanaenda kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zote za kisheria katika swala hili. Namba 3. Wakati huu ambapo mchakato wa kushughulikia masuala haya unaendelea, umma unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa lebo ya Konde Gang Music Worldwide na ina haki ya kuendelea au kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliyosaini. Kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Gang Music Worldwide umechukua hatua zifuatazo. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 2025 umemsimamisha rasmi msanii wake Ibrahim Abdullah Nampunga almaarufu kwa jina la Ibra kutoa na kushiriki katika shughuli zozote za muziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo. Kusimamishwa huko kutabaki hadi pale suala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. Inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha, kutamka au kufanya mawasiliano yote kuhusu swala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Facebook na kadhalika. Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yote ambayo yanaweza kuharibu taswira ya lebo au kumdhalilisha mkurugenzi na mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo haya yatakiukwa, lebo haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake katika mahakama za Tanzania. Lebo ya Konde Gang Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake kufikia suluhishi lenye manufaa kwa pande zote mbili. Imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. Mwisho wa kunukuu. Hii unaweza ukasema ni taarifa kwa umma ambayo Konde Music imeweza kuiachia kuhusiana na kijana wao ambaye anafahamika kwa jina la Ibra. Ikumbuke tu kwamba kulikuwa na majibizano mazito kweli kweli baina ya Harmonize na Ibra kwa siku ya hii leo. Haya na kusomea hapa ni baadhi ya majibizano. Ibra akimjibu Harmonize na nukuu sasa: "Sitokusifu roho mbaya na wala sitokutangazia mabaya yako, na ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa, umenisaidia sana kaka Konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka kikatili, wakati nguvu za kupambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya, sema nini? Asante, maana hata nikiongea mimi masikini kauri yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako ni kose kabisa msaada.
nije tena kukuomba pango uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela. Naendelea kukutunzia mahovu yako mengine sababu naamini utabaki kuwa kaka yangu. Mwisho kunukuu. Hii ni kauli ambayo pengine ilimuuma sana Harmonize mpaka kamua kuandika hii taarifa kwa umma kupitia Konde Gang kwamba aliwahi kumuita chumbani. Ibra akasema kwamba yeye sio chakula na alichomuitia chumbani kilishindikana. Kwa hivyo Harmonize hakufanikisha kile ambacho yeye alimuitia Ibra chumbani. Kuna nini hapa? Kuna siri imejificha nyuma ya pazia, imewekwa kwenye kodi. Wale ambao wanafahamu hizi kodi kificho watakuwa wakizifahamu. Hivyo mpaka hapa mtazamaji Bongo Super Media tumegundua kwamba Harmonize katika taarifa yake kwa umma kupitia Konde Gang Music Worldwide amempiga marufuku msanii huyu Ibra kushiriki kazi yoyote ya kimuziki wala kuandika kitu chochote cha kimuziki au kinachomhusu Harmonize katika ukurasa wake wa mtandao wa Instagram, YouTube, TikTok, katika mitandao mbalimbali kama Facebook na kadhalika. Yani Ibra hapo alipo inabidi atulie kama kanyolewa. Lakini pia Ibra hatakiwi kushirikiana na msanii yoyote yule. Ibra asionekane katika show zozote zile. Ibra asionekane katika kazi zote za kimuziki. Yani Ibra inabidi atulie tu kama alivyo. Sasa hapa kitaalamu unaweza kuona kabisa Harmonize anachokifanya kwa huyu dogo ni kitu ambacho ni kigumu na ni kibaya sana kitaalam, kwa sababu ikumbuke tu kwamba wakati anatoka WCB aliwahi kupiga kelele nyingi sana Harmonize kwa wale watu ambao wanakumbuka kuhusiana na sakata lake. Lakini sasa naona kama yeye amekuwa ni zaidi ya kila ambacho yeye alifanyiwa kutoka Wasafi. Yani Harmonize amekosa utu na ujamaa dhidi ya msanii wake ambaye anamiliki Ibra. Ibra ni msanii chipukizi ambaye anafanya vizuri sana katika game ya Bongo Flava. Na mwaka jana mpaka mwaka huu Ibra ameonyesha kiwango kizuri sana katika upande wake wa kuimba. Ameweza kutengeneza hits mbalimbali. Ibra ameshiriki katika magoma mbalimbali ambayo amefanya vizuri. Sasa unapomwambia kwamba asishiriki ngoma yote, asifanye show yote, na kama hivyo ndio hela apewi, sasa na inabidi alipe bilioni 1 ili avunje mkataba, huyu mtu atakula wapi? Mama yake ndio hivyo ametoka hospitali lakini hali yake sio nzuri, mama yake na Ibra. Fedha ya kumhudumia mama yake anatoa wapi? Ukitazama jinsi mambo ambavyo yameenda. Lakini pengine labda mkataba ndio unasema hivyo. Mtazamaji Bongo Super Media, hiki ambacho kinamkuta Ibra, wewe unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.